Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie mtume wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi wananiita Salim. Mimi ni Morris. Morris, asante sana. Muislamu, Kristo Morris? Mkristo. Mkristo. Swali gani ungetaka kuuliza? Swali langu ni mbona Muislamu akifa anazikwa hiyo day? Kwa nini Muislamu akifa anazikwa siku hiyo hiyo? Hii inaitwa sunna ya manabii au tabia ya manabii, ndio wametufunza mwanadamu akifa anafaa anazikwa siku hiyo hiyo. Tena kuna mambo matatu katika Uislamu yanafaa kuharakishwa. Jambo moja ni wapo mtu atakapofariki asije akawekwa sana, aweze kuzikwa siku hiyo hiyo, kama hakuna kitu inaitwa dharura. Ni kwa sababu mwili wa mwanadamu pindi unapokufa mwili wa mwanadamu anaanza kuoza. So ukianza kumweka sana ndio pindi anaendelea kuoza. So ndio unaona mtu akifa anazikwa siku hiyo hiyo. Na cha ajabu Biblia yenyewe pia inaeleza mtu akifa azikwe siku hiyo hiyo. Sasa sijui mbona nyie wa Kristo pia amfuati Biblia. Unajua mimi nilipozaliwa nilipata mtu akifa anaongoja watu awaje ndio mfariki, yani waende zake waongelee about venye alikuwa kwa hii dunia. Ndio ili kila mtu ajue kama alikuwa ametenda mema ama alikuwa ametenda mabaya. Nadhani watu kukuongelea vyenye ulikuwa mzuri, hiyo yote ni story ya jaba, kwa sababu roho yako ndio inajua chenye ilichuma. Watu wanaweza sema fulani alikuwa muovu, kumbe we hukuwa muovu, ulikuwa umetubu kwa Mungu na ulikuwa unafanya mazuri. So watu kukuongelea watakuongelea, na venye wengine wanakuongelea kwa mazuri, kuna wengine wanakuongelea kwa mabaya. So kama mnawekwa ili mtu asomewe ile eulogy ati sijui alienda university wapi, sijui, hiyo haina faida katika maisha yako wakati unakufa. Kile ambacho kitakusaidia ni yale uliochuma, nafsi yako ilichuma. Kuna watu wanafanya kheri katika mambo ya siri. Kwa mfano kuna watu wanaamka usiku, wanamcha Mwenyezi Mungu usiku. Wewe mchana hujawaona wanafanya ibada usiku. Mchana anafanya tu zile ibada ambazo ni za kawaida. Sasa huyu wewe unaona ni kama muovu ama nini, lakini yeye anafanya khairi zake kwa siri, anatoa sadaka kwa siri, anafanya mambo yake. So huwezi jua amali ya mtu, na kuweka mtu hivyo ati ndio kuje kuongelea habari zake, hiyo ni wasting of time. Kwanza mtu akifa kuzungumza, tumekatazwa katika Uislamu kuzungumza mabaya ya maiti aliyekufa. Fai kuongea ubaya wake. Anayejua ni Mungu na Mungu atamstiri na atamfanyia vyenye anataka. Sasa katika Biblia pia watu wanafaa ukifa uzikwe siku hiyo hiyo. 5 matendo tumwanzie, tumuonyeshe. Hebu angalia hapa. 5 sana matendo mitume kwenye kuandika. Anania aliposikia maneno haya kaanguka akafa. Asante. Hofu nyingi kawapata watu wote waliasikia haya. Vijana wakaondoka, wakamtia katika sanda. Tena mtu anapozikwa anawekwa kwa kitambaa nyeupe inaitwa sanda, sio kuweka katika sanduku. Sanduku ni sehemu ya kuhifadhia labda nguo unataka ama unahifadhi vitu vingine. Lakini sanduku sio sehemu ya kuzikia mtu. Mtu anazikwa na sanda, kitambaa nyeupe. That's why mazishi ya Waislamu gharama yake ni ndogo. Mazishi ya Mkristo ukiweka inaingia gharama ya 500,000 kwenda juu. Lakini Muislamu mazishi yake gharama yake ni shilingi 10,000 kwenda chini. Ni kidogo. Sikiza vijana walifanyaje? Vijana wakaondoka, wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Yani katika Biblia mtu pia alikuwa akifa anazikwa. Sasa hii desturi ya Wakristo kuweka mwili walikuja kujifunza kwa watu wengine, sio katika vitabu. Na haina haja. Sasa wewe ukiweka mwili wiki 3 inasaidia nini? Haisaidii kitu. So mtu akifa anafaa astiriwe. 21-22 Kumbukumbu ya Taurati, tumsaidie ndugu yetu. Poleni, lakini huwa mnawekewa mambo mazito ambayo sioni yana faida gani katika maisha ya mwanadamu anapofariki. Mtu akifariki mambo yake yote yamekatika duniani. Kila kitu imekatika, isipokuwa awe alikuwa ametoa sadaka tujalia, kitu ambacho kinaendelea, ameacha watoto wazuri watamuombea dua, hiyo ndio itakayomsaidia. Lakini mambo mengine yote imekatika. Hata mkisema alikuwa mzuri, alikuwa anafanyaje, haimpunguzii wala haimuongezei.
Sikiza inasemaje? Akiwa mtu ametenda dhambi pasao kufa. Mtu akiwa ametenda dhambi ambayo inampasa kufa. Akauawa. Asante. Nayo akamtundika juu ya mti. Na wewe ukamweka juu ya mti. Mzoga wake usikukucha juu ya mti. Asante. Lazima utamzika siku hiyo hiyo. Unaona, hata zamani wale watu walikuwa wanafanya maovu, wanasurubiwa na nini, walikuwa wanazikwa siku hiyo hiyo. Na nyinyi mnaamini Yesu alikufa kulingana na imani yenu wa Kristo, si ndio? Kweli. Aliwekwa siku ngapi? Siku 3. Alikufa Friday. Alipokufa kwa imani yenu, aliwekwa mochari siku ngapi? Hakuwekwa. So alipokufa kwa imani yenu, alichukuliwa, akasongwa na kitambaa, akazikwa. Sasa nyinyi mnasema mnamfuata Yesu, mbona msimfuate katika hili? Because mimi naona Waislamu ndio wanamfuata. Nyinyi hamfuati kwa imani yenu. Nyinyi mnasema Yesu alikufa, na mnasema alipokufa kuna Ali wa Arimathea ndio amekuja akachukua mwili wake akausonga na kitambaa nyeupe akazika. Sasa hakuweka mochari. Sasa na nyinyi ingekuwa mtu akifa anasongwa anazikwa, pia inapunguza gharama na pia inapunguza ile huzuni. Anila swali. Leta. Mbona Waislamu wakienda kuswali ikiwa saa 7, saa 10, wao wanawake wakwangi hapa? Asante sana. Anasema Waislamu wanapoenda kusali, anaona wanaenda fajiri, anaona wanaenda asiri, aone wanawake pale. Wanawake wamefanyiwa hafifu, yani wamefanyiwa wepesi katika mambo ya ibada na nini, ila lazima waswali swala 5. Wanawake wanaruhusiwa kuswali manyumbani mwao. Kwa nini? Kwa sababu wanawake wana mambo mengi na udhaifu mwingi na mambo mengi wako nayo wanawake. Kwa mfano, wanawake anatoka aende kuswali na ana watoto wadogo ananyonyesha. Unaona? So itabidi akienda kwa msikiti, mtoto ndio huyo amelia anashikilia titi hapa nini, unaona? Ana kazi mingi. So wanawake wamepewa ruksa kuswali manyumbani, wanapata thawabu mingi. Lakini hawajakatazwa kwenda msikitini. Kama ana uwezo anaenda msikitini, kuna upande wa wanaume na upande wa wanawake. Lakini ni bora zaidi wanawake kuswali manyumbani. Wana mambo mengi sana wanawake wanafanya. Mara mingi nimekaa katika Isili, nimekaa sana, nimefanya kazi huko. Sijaiona mwanamke kwa mosque. Wanaenda. Wale kama wako kazini pale, wanafaa wanatoka wanaenda, au wanaswali pia pale kazini, wanawake wanaruhusiwa. Yaani wanawake wajiwekewa uzito. Lakini wanaume wajibu kwenda kuswali msikitini kama iko karibu. Mbona amruhusu wahubiri hapo kule mbele? Kwa nini haturuhusu wanawake wahubiri kama vile Wakristo wanavyoruhusu wanawake wahubiri? Ni kwa sababu kitu ya kwanza, mwanamke alivyoumbwa ni umbile kwanza linavutia. Sawa? Mwanamke anavutia. Pili, Mwenyezi Mungu ametueleza wanaume wawe ndio viongozi wa wanawake. Sawa? Qur'ani 3:34. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Muonyeshe. Wanaume wawe ni walinzi wa wanawake. Wanaume ndio wamefanzwa wawe ni walinzi wa wanawake. So mwanaume ndio wamepewa hizo priority za kufanya mahubiri, za kulingania na nini. Ila wanawake wanapewa pia wanalingania, lakini sio wakati wanaume wako. Kama wanawake wako peke yao, mwanamke anasimama na anafundisha. Wanawake wakiwa peke yao. Lakini mwanaume akiingia, kwa sababu wanaume ndio viongozi wa wanawake, mwanaume akiingia wanawake wanakaa kando, mwanaume anachukua hatamu. Kwa sababu mpaka ya ile respect, mwanaume ndio kiongozi. Mpata vizuri? Sasa huwa nashangaa nyie wa Kristo mnaruhusu wanawake kuhubiri, si ndio? Ni kweli. Sasa nyinyi mnaenda kinyume pia na Biblia, kwa sababu Biblia pia ilikataza, lakini nyinyi mnaenda kinyume na Biblia. 14:34 kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Hebu muonyeshe. Nyinyi pia mnaipinga Biblia. 14:34 Wakorinto wa kwanza, mwalimu wangu. Tupe vitu. Wanawake na wanyamaze katika kanisa. Hii sio mimi nimeandika, ni Biblia. Inasema wanawake wanyamaze katika Biblia. Rudia. Wanawake na wanyamaze katika kanisa. Katika kanisa. So wanawake wakienda kanisani kulingana na Biblia wanafaa wanyamaze.
Teremka. Maana hawana ruhusa kunena. Biblia inasema wanawake hawana ruhusa kunena kanisani. Tupe vitu. Bali watii kama vile inavyo Torati nayo. Tupe vitu. Nao wakitaka kujifunza neno lolote. Wanawake wakitaka kujifunza neno lolote. Sikiza wanaambiwa. Na waulize ume zao wenyewe manyumbani mwao. Mwanamke akitaka kujifunza kitu asiulize mchungaji, aulize bwanake nyumbani. Tupe vitu. Maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. So Biblia ndio inasema ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Lakini leo hii Wakristo wamewaachilia wanawake ndio wanahubiri kanisani. Kwa sababu Wakristo wapingaji Biblia. Ni kweli. Lakini mimi katika Biblia fulani nilisomea, niliona akina Dorcas walikuwa wanahubiri kwa kanisa na walikuwa kwa Biblia. Dorcas sijaona mahali anapewa ruhusa ya kuhubiri. Hata alipokufa mfupa yake ilichangia ku. Andiko gani hiyo? Ni ile tu sijai. Kwa sababu hii, hebu maliza chini usikie, hii ni maagizo ya nani? Inaendelea kusema mwalimu wangu. Au je, neno la Mungu lilitoka kwenu au kuwafikia nyinyi peke yenu? Mtu akijiona kuwa ni nabii, mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni, au awe ni mtu wa rohoni, wale wanasema nina roho leo, roho anatembea, na ayatambue hayo ninaoandikia, na atambue haya maneno wanaosema wanawake wanyamaze katika kanisa, ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Kumbe wanawake wanyamaze katika kanisa ni maagizo ya Mungu. 2:14 Timotheo. Sikiza nayo hiyo inasemaje? Na Yesu alipokuja alichagua wanafunzi 10 na wangapi? 2. Wanawake walikuwa wangapi? Hakuna. Sasa sikiza hii inasemaje? Inasema mwalimu wangu, mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamme. So Biblia inasema simpi ruhusa mwanamke ya kufundisha. Hajapewa ruhusa ya kufundishwa. Kweli. Kweli. Unapata vizuri Nimekupata. Imekatazwa mwanamke kuhubiri. Ndio unaona katika Uislamu hawahubiri. Kaka anasema atakuwa Muislamu. Wanakuita nani? Charles Abraham. Charles Abraham. Umri wako miaka ngapi? 20. 20? Oh, uko na kitambulisho Bado sijachukua. Bado hujachukua. So uko bado under care wazazi. Asante, lakini wewe ndio umejiamulia. Sasa kama uko na miaka 20 tayari unaweza silimu. Haya, utarudia maneno nyuma yangu. Sema bismi. Lahi. Rahman. Rahim. Ashhadu. An. La. Ilaha. Illa. Allah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulu. Lahi. Sema nakiri kwa moyo. Bila kulazimishwa na mtu. Kuwa Muislamu. Sema nakiri kwa moyo. Na kutamka kwa ulimi. Ya kwamba. Hapana mola. Apasaye. Kuabudiwa. Kwa haki. Isipokuwa. Mwenyezi Mungu mmoja tu. Sema nakiri kwa moyo. Na kutamka kwa ulimi. Ya kwamba. Hakika ya Muhammad. Ni mtume. Wa Mwenyezi Mungu. Nakiri. Na kuamini. Kwa hayo maneno machache usakuwa Muislamu. Uislamu haina mambo mazito ati utapelekwa kwa maji ama nini, hapana. Unatamka maneno unakuwa uko safi kabisa. Sasa kilichobaki ni majina ya kujuana. Umesikia unasema unaitwa Abraham. Ukitaka inabadilishwa tu inakuwa Ibrahimu. Kwa sababu the original name ni Ibrahimu. Hawa wazungu ni wanaiweka Abraham, lakini ni Ibrahimu. Sasa ungependa jina gani? Ungependa hiyo Ibrahimu au Musa au Isa au Muhammad au Idris au Hassan, Hussein, Omar, Abu Bakar, ungependa gani? Ibrahimu, mashaallah. Karibu sana katika Uislamu. So wewe sasa ni Muislamu, mtaongea na mwalimu na venye utaweza kupata angalau basic kidogo uweze kuwa unaojua kuswali. Sawa? Karibu sana.
na ukifika hiyo miaka unafaa uchukue kitambulisho pia uwe katika nini. Haya, swali lingine gani uko nayo? Maanake nisa kuonyesha kabisa wanawake tunawapenda sana. Mbona wakati ile Allahu Akbar wanapiganga tu wanaume peke yao? Allahu Akbar, kila mtu anafaa kusema Allahu Akbar, maanake Mungu ni mkubwa. Lakini Allahu Akbar maanake Mungu ni mkubwa. Mimi naonanga tu, sijaisikia mwanamke akipiga hiyo kwa saa 7. Ile kuadhini. Pia hiyo kuadhini ni wanaume wanaitana, sio wanawake. Ni wanaume. Kwa ule anaitwa muadhin, ndio anasema Allahu Akbar, Allahu Akbar, ndio anaita watu, ni mwanaume. Ndio anafanya hiyo kazi ya kuadhini, sio wanawake. Yani katika mpangilio wa dini tumefanywa au viongozi wawe ni wanaume. Ndio unaona muadhin anakuwa ni mwanaume. Na wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muadhin alikuwa akiitwa Bilal bin Rabah. Alikuwa ni mwanaume. Hakujawahi tokea wakati wa Mtume mwanamke ndio anafanya adhana. Sasa unaona hatuna wanawake, kwa sababu sisi tunafuata desturi ya wanabii, namna wametufunza. Unapata vizuri? So wanaume ndio wamewekwa katika hizo mambo ya pale mbele. Alafu na hii Kiislamu lazima uongee tu kwa hii lugha ile ya ndani yenu, ile ya Kiarabic, ile mtu kama mtu anataka kusikiza. Asante sana. Sio lazima uongee Kiarabu wakati unafundisha Uislamu. Kuna hutuba inatolewa na Kiswahili kisha kuna ile ya Kiarabu. Lakini ukiingia katika sala lazima utumie lugha ya Kiarabu, kwa sababu kuna watu wengi wako katika ile boma, na pia katika sala huwa inasomwa Qur'ani, na Qur'ani imeteremka kwa Kiarabu, so lazima itumike Kiarabu. Kwa sababu Qur'ani yenyewe imeteremka kwa Kiarabu, ili watu wapate the original maneno, ile original inatumika Kiarabu. So ukiingia katika sala ni Kiarabu inatumika. Lakini wakati wa mawaidha kuna watu wanapeana mawaidha kwa Kizungu, kuna wengine wanapeana mawaidha kwa Kiswahili, kuna wengine wanapeana mawaidha kwa Kijaluo, wengine kwa Kisii, lakini inapoingia katika sala inatumika lugha ya Kiarabu, kwa sababu Qur'ani imeteremka kwa lugha ya Kiarabu, kwa sababu ndani ya sala inasomwa Qur'ani. So ndio unaona tunatumia lugha ya Kiarabu, na ni lugha nyepesi ambayo ukisilimu tu unaanza kusoma polepole, baada ya miezi 3 usaanza kupata. Alafu nina swali lingine. Mbona wakati unataka kuswali saa zingine unachukua maji, unang'aa mguu, unatufanya hivi kwa kichwa na hivyo, mbona? Kwa nini inaitwa kutawadha? Mbona unachukua udhu, yani unatawadha? Ni kwa sababu kwanza ni sheria ya Mwenyezi Mungu. Ni Mungu ndiye ametuamrisha 5-6 Qur'an. Leo homa nayo ndio hiyo imenikalia. Naam. 5-6 Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Enyi mlioamini, mnaposimama ili mkaswali, ili muende mkasali, basi osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka vifundoni. Osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka vifundoni. Vifundoni mpaka hapa kwa hii nini? Na mpake vichwa vyenu na miguu yenu mpaka vifundoni. Na mpake vichwa vyenu manake unapaka kichwa maji, na miguu mpaka vifundoni. Na mkiwa na janaba basi ogeni. Na ukiwa na janaba inatakikana kwanza uoge ndio utawadhi. Unapata vizuri Janaba ni pale unapolala na mke wako, kuna ile jasho inatoka, lazima kwanza uoge ndio uweze kwenda kufanya ibada. Unaona So sisi ni amri ya Mungu na ametuambia tutawadhe. Na hii kutawadha Yesu pia alikuwa akiwafanyia wanafunzi wake. 13:5 kitabu cha Yohana. Nyinyi ndio mmekataa tu kufuata, lakini iko 13:5. Hebu angalia Yohana 13:5, mwalimu wangu. Hiyo ni Qur'ani imetuambia ni sheria kutawadha, lakini pia Biblia inasema mnafaa kutawadha. Kisha akatia maji katika bakuli. Asante. Akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Akaanza kuwatawadha wanafunzi wake miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Tupe vitu. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro. Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Asante. Yesu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Tupe vitu. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Asante. Yesu akamwambia, ni kama nisipokutawadha huna shirika nami. Tupe vitu. Petro akamwambia,
Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Unasikia? Yaani kichwa, mikono na miguu. Nini maana ya kutawadha? Muonyeshe hapo nyuma. Nyinyi mungefuata Biblia vizuri, angalia tawadha maana yake nini? Tawadha maana yake nawa, oga, mbele ya kusali. Mbele ya kusali. Kabla hujasali nafaa utawadhe. Sasa nyie wa Kristo mnatoka tu kwa nyumba, unakuja ukiwa umeingia katika nyumba ya ibada. Sasa lazima kuna utaratibu umewekwa, lazima utawadhe ndio uweze kuingia, uweze kufanya ibada. Kila kitu Mungu ameweka utaratibu. Na hii utaratibu Mungu anaangalia, je, mtatii amri zake au mtakataa, mtavunja? Kwa sababu tuko hapa duniani kufanyiwa mtihani na Mwenyezi Mungu. Kila kitu tumewekewa ni mtihani. Leo ukipewa afya, pia hiyo afya ni mtihani kwako. Je, utashukuru ama utakufuru? Leo ukipewa ugonjwa, hiyo ugonjwa ni mtihani kwako. Je, utakufuru ama utashukuru? Na ndio Muislamu hata akiwa mgonjwa anasema alhamdulillah. Akiwa na afya anasema alhamdulillah. Yote anamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu yote ni mtihani. Hii dunia tumewekwa kwa mtihani. Leo unaweza kuona mtu ati ako na pesa, sasa ukadhani huyo ndio amefaulu dunia. Hapana. Labda ana matatizo, akikuwekea kwa meza, wewe mwenyewe unatoroka hiyo matatizo. So unashukuru kwa ile hali ambayo Mwenyezi Mungu amekuweka. Haya, kuna ile swali pia huwa inatatiza sana. Leta hiyo yote inakutatiza. Mbona Mkristo akija anataka kuoa Muislamu, analazimishwa kuwe Muislamu? Ukiona mtu Mkristo anataka kuoa Muislamu akalazimishwa kuwa Muislamu, hiyo ni kosa kubwa sana. Hakuna kulazimisha mtu kuingia katika dini. Mwenye kumlazimisha atakuwa amevunja Qur'an. Qur'an 2:256. Hakuna kulazimisha mtu kuingia katika dini. So kama wewe utalazimishwa uingie katika dini ndio uoe, mwenye alekulazimisha anapata dhambi kwa Mungu. Kwa sababu Mungu asasema, nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakuna kulazimishwa mtu kuingia katika dini. Asante. Uongofu umekwisha pambanuka na upotovu. Asante. Basi anayemkataa shetani na kumwamini Mwenyezi Mungu, bila shaka yeye ameshika kishiko chenye nguvu kisichokuwa na kuvunjika. Hakuna kulazimisha mtu katika dini. Ati ulazimisha mtu awe Muislamu ndio aoe ama aolewe, ni makosa na ni dhambi. Wewe unayemlazimisha unapata dhambi. Hufai kulazimisha mtu, kwa sababu imani inatoka katika moyo wa mtu. Leo utamlazimisha mtu asilimu ndio aoe, ndio atakubali kusilimu, lakini lengo lake ni kuoa. Kesho wakikosana na huyo mke wake, anatoka katika Uislamu, kwa sababu kilichosababisha akuje katika Uislamu ni huyu mke wake, sio Mungu. Na kesho hataenda kusali, ataenda kuswali kufanya nini? Yeye hakusilimu kwa ajili ya kufanya ibada, amesilimu kwa ajili ya apate bibi. So ni makosa kumlazimisha mtu asilimu kwa ajili ya kuoa au kuolewa. Inaruhusiwa tu. Haijaruhusiwa kuoa msichana Muislamu. Hairuhusiwi. Inamaanisha Mkristo anaoa Muislamu. Hairuhusiwi. Qur'ani 2:221. Tunakupa vitu. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wala msiwawe wanawake washirikina mpaka waamini. Asante. Na mjakazi mwenye kuamini ni bora kuliko muungwana mshirikina, hata ingawa kakupendezeni. Wala msiwaoze wanaume washirikina wanawake Waislamu mpaka waamini. Imekatazwa. Huwezi kuozeshwa mpaka uamini, na hauwezi kuamini kwa sababu ya kuoa. Inakatazwa pia. Unielewe, wewe kuamini kwako unaamini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Yaani ukisilimu, unasilimu kwa ajili ya Mungu. Sasa ukisilimu kwa ajili ya Mungu, utapata mchumba, utaoa. Lakini hata mkikosana ule mchumba, wewe unaendelea na dini yako, kwa sababu hukusilimu kwa sababu ya kuoa, wewe ulisilimu kwa ajili ya Mungu. Kwa sababu kusilimu huwezi kufunganisha na kuoa. Ni vitu mbili tofauti. Kusilimu na kuoa vitu mbili tofauti. Wewe unasilimu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kuoa inakuja katika maisha ya dini, unapoendelea ndio unakuja unaoa. Ni mapenzi. Ni mapenzi, kwa sababu umekuja umempenda mwanadada ndio unamuoa. Na uwezi silimu kwa sababu unapewa kazi, hapana. Pia hiyo ni makosa. Ati mimi na silimu ili nipewe kazi, hapana. Hiyo kazi inaweza isha, ikiisha manake utarudi katika dini yako, kwa sababu kile kilichosababisha usilimu kimeondoka. So uwezi silimu kwa ajili ya kuoa, ni makosa. Itakuwa unakosea.
We silimu kwa ajili ya Mungu. Kuoa ni pati itakuja baadaye. Ukipenda msichana utaoa. Lete maswali yote maliza. Yaani yale unaona yanakusumbua zaidi. Na kama umemaliza unasilimu tu. Kusilimu ni free. Wanapale umepata kifaa cha Kiislamu. Unajua. Unajua labda alikuwa ameona kifaa na usije, mimi nakuonya usije ukasilimu kwa ajili ya kuoa. Kwa nini? Huwa mara mingi huwa naonanga hata tukiwa, unajua mimi huwa mfanyikazi wa Eastleigh mara mingi sana. Lakini ikiwa huko kule unaongeongea na vifaa, yani, ninaonanga wanakusema ati lazima ukue ndani yao. Hapana, wakuambie katika njia nzuri, usisilimu kwa ajili ya kuoa. We silimu kwa ajili ya Mungu ndio utaoa. Hiyo iko sawa. Tena nimesikia ukisema usisilimu kwa ajili ya kuoa. Hiyo ni makosa. Lakini tena unasema hapana, Kristo hawezi oa Muislamu. Mbona? Kwa sababu imekatazwa, kwa sababu hamtaambatana kwa kila kitu. Kwa sababu kwanza katika Ukristo mahali unapatia nani? Si utapatia wana nini huyu msichana mwenye katika Ukristo mahali inapewa nani? Inapewa msichana ama inapeangwa mama wa msichana ama baba ya msichana? Baba wa msichana. Inapewa baba ya msichana. Katika Uislamu tofauti. Mahali anapewa msichana na msichana ndio anasema ile mahali anayotaka. Ndio hivyo, ndio haki ilivyo hivyo. So hamtaendana. Yaani nyinyi mnaenda unapatia baba. Sisi katika Uislamu mnaongea na ule msichana, anakuambia mahali yangu nataka mahali aina hivi na hivi na hivi. Yeye ndiye anapewa mahali. Anakusaidia. Atakusaidiaje? Hiyo ni yake. Hiyo ni mahali yake. Lazima hata kama umempa milioni 5 ni yake hiyo. Haufai kudai, utadaiaje na umempatia? Hiyo ni mahali yake. Msichana ndio anaitisha vyenye mtasikizana. Ngoja usaidiwe, hakuna kusaidiwa, hiyo ni yako. Unaona, na mambo mengi sana mtaambatana. Unaona Lakini katika dini yoyote usiwe ukasilimu kwa ajili ya kuoa. Silimu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu leo unaweza ona msichana mrembo, ni kweli, ukasilimu kwa ajili ya kumuoa. Ukimuoa ikafika labda siku kadhaa akakufa. Kwa sababu kila nafsi itaonja akikufa, wewe itabaki unajikuna kichwa useme hata huku siwezi kukaa kwa sababu kile nilikuwa nataka kimekufa. Unarudi kwako kule kwa Ukristo. Sasa hiyo ndio makosa. Inafaa ukisilimu, umesilimu na moyo wako na kupenda Uislamu na umempenda Allah. Umependa dini ya Uislamu. Nina swali tena. Mbona masaa 7, masaa 10 ilipofika ndio mnakimbilia kwa mosque? Inapofika saa 7, saa 10 ndio tunaenda kwa mosque. 39 Qur'ani. Tusaidie, tumuonyeshe kila kitu iko. Sio saa 7 tu peke yake, hapana. Sikiza hizo sala. Siko na mpangilio wake. 39 Qur'ani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Basi vumilia kwa haya wasemayo. Asante. Na mtukuze Mola wako kwa kumsifu kabla ya kutoka jua, yani swala ya asubuhi. Unasikia swala ya asubuhi. Kuna ile swala ya asubuhi kabla ya kutoka jua inaitwa fajr. Tunaenda kuswali saa 11 hapo na nusu. Tuko msikitini. Tupe vitu. Na kabla ya kuchwa, yani adhuhuri na alasiri. Na kabla ya kuchwa adhuhuri hiyo ndio saa 7 na alasiri ni saa 10. Tunapatikana. Na katika usiku pia mtukuze, yani swala ya magharibi na isha. Na magharibi saa 12 na nusu tunaenda msikitini na isha saa 2 ya usiku tunaenda msikitini. Swala ya 5 kwa siku. Lazima Muislamu apatikane pale. Ni kweli. Unaenda unamwabudu Mungu, hata kama uko na duka unafunga kwanza, unakimbia. Unaenda kumwabudu Mungu kwa sababu hii mali ya dunia tunakuja kuiacha, Mungu anabaki. Ni kweli. Katika Uislamu kuna kategori ngapi kwa Uislamu? Kategori ya Uislamu naona ni moja, kwa sababu 302 Qur'an. Si kuna mbili, mara mbili aje yani? Yani kuna ile ya halali na kuna ile ya kawaida. Yani inamaanisha ukiua ndio unaamini utaingia mbinguni. Yani wewe umeelezwa Muislamu ambaye anaamini kweli ni yule akiua ndiye anaenda kuingia peponi. 17
32 Qur'an. Hebu sikiza kwanza Qur'an inasema. 12 17:33 Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala msiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kuiua. Kumbe Mungu ametuambia tusiue. So anayekuambia ati Muislamu akiua ndio anaenda kuingia paradise, hizo zinaitwa propaganda. Uislamu imekataza kuua. Tena inasema ukiua mtu mmoja ni sawa umeua watu wote duniani, maana yake utachomwa kuliko ibilisi. 5:32 Qur'an. Yaani wewe uue ndio uende paradise. Wewe. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kwa sababu ya hayo tukawaandikia wana wa Israeli ya kwamba atakayemuua mtu bila yeye kuua mtu au bila kufanya fisadi katika nchi, basi ni kama amewaua watu wote. Yaani ukiua mtu mmoja unaandikiwa dhambi ni kama umeua watu wote duniani. So kuua ni haramu katika Uislamu. So aliyekudanganya ati Muislamu wa sawa ati ni yule anayeua ati ndio anaingia paradise, amekudanganya. Ni uongo na ni propaganda. Kwanza ukiua hukumu yake inafaa na wewe uwawe. Unapelekwa kwa kadhi anapitisha, unauawa kwa sababu wewe unaleta ufisadi katika ardhi ya Mwenyezi Mungu. Wewe unaenda ukiwaua watu na huku waumba, aliyewaumba ni Mwenyezi Mungu. Unakatisha nafsi. Ni makosa makubwa sana mauaji. Imekatazwa katika Uislamu. Na mbona mnakataa family planning? Family planning inakataliwa kwa sababu family planning iko na madhara makubwa kuliko faida yake. Kwanza family planning inaenda kucheza na hormones za mwanadamu. Anapoingizwa unaweza pata mwanamke siku zake zilikuwa anaendanga vizuri, siku zile zao wanaenda labda siku 3 au siku 4, akianza kutumia family planning anaenda karibu mwezi mzima. Kwa sababu ni zile hormones zimekorogwa za mwili, ambao ni makosa. Una interfere na zile hormones. That's why unaona family planning wanaidunga hapa, wanaweka kwa hii mshipa iko hapa. Wana interfere na nini? Ni makosa. Alafu zingine wanapotumia wanadada wengine inawapa madhara, wanakuwa na ubaridi katika mwili yao. Kwa sababu inaondoa ile joto ili asije ile mbegu ikapata nafuu. Na pia inawaadhiri wanaume. Family planning mwanamke akitumia na wewe unaenda na yeye inakuadhiri mwanaume. So ina madhara makubwa sana. Mungu amewaumba. Mbona tu usiongeze watoto? Watoto sio kidonda. Sasa pengine hutaki. Pengine hutaki. Sasa hutaki namna gani wakati Mungu amekupa na kuna wengine wanatafuta watoto? Ni kweli. Sasa nyinyi huwa mnaogopa umaskini. That's why unaona kuna watu wanatoa mimba 17:30. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wala msiwaue watoto wenu kwa kuogopa umaskini. Unaona watu wengi wanaogopa umaskini. That's why wanafanya abortion. Sisi ndio tunawaruzuku wao na nyinyi pia. Kwanza Mungu ndiye anaruzuku. So watoto unapowapata usidhani ndio utakuwa maskini kwa sababu umepata watoto wengi. Hapana. Unajua kuna watu wanakona ideology wamewekwa ya upuzi ati lazima uzae watoto wawili, ati ukizaa watoto 4 ati ama 5 ati utakuwa maskini. Hakuna kitu kama hiyo. Anayeruzuku ni Mwenyezi Mungu. Unaweza zaa watoto 20 na Mungu akakupa riziki na watoto wako wote. Kwa sababu Mwenyezi Mungu na unaweza zaa watoto 2 na ukawa maskini wa mwisho. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ndo anayeruzuku. Kweli. So usiogope mambo ya watoto. Mungu analeta riziki. Uko tayari kuwa Muislamu, nafasi iko. Tena kwa mchana kweupe for free kuwa Muislamu. Kuwa Muislamu ni free. Sasa wewe unabaki kwa Ukristo kuna nini? Unajua lazima mtu akuwe na decision. Decision lazima uwe nayo. Na ndio tukakwambia hatuwezi kukulazimisha. Kazi yetu ni kukufikishia uamuzi ni wako, sawa? Sasa weka ukitoa uamuzi, sisi tuko nafasi wakati wote uwe Muislamu, sawa? Lakini usije ukafa kama wewe sio Muislamu. Ukifa kama sio Muislamu, uko mbele kuna hasara. Qur'ani 3:85. Tumalizie na hiyo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Yaani kufa kama wewe si Muislamu unapata hasara kubwa sana mule. Tunaamini ukiwa Muislamu ndio mzuri. Ukifa ukiwa Muislamu ndio mzuri zaidi.
kwa sababu watu watateta motoni lau tungelikuwa Waislamu. Kwa hivyo Yesu hakutukujia Christianity. Yesu alikuwa ni Muislamu, ndugu yetu. Ule ndugu yetu Muislamu. Yesu. Alikuwa akienda msikitini unaitwa Masjid Al-Aqsa huko mpaka leo. Muislamu ndugu yetu. Mamake alikuwa anaitwa Maryam binti Imran. Babu yake Yesu anaitwa Mzee Imran. Ndugu yetu wale. Waislamu ndugu zetu tunawapenda. 385 kwanza. Asije akapatwa na pressure na hatuna nini dawa ya. Sije kadondoka hapa no. Na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, na yeyote anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu basi haitakubaliwa kwake. Yaani wewe ukija na dini ambayo si ya Uislamu, Mungu hataikubali. Naye akhera, na wewe siku ya mwisho atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Utakuwa katika wetu wenye hasara kubwa kabisa. Na huko motoni ukiingia utatamani nini? 15:2 Qur'an. Yaani wewe uko motoni unatamani lau ungefanyaje? Sikiza. Ndio tunakuambia kuwa Muislamu for free. Tena kwa wepesi. Hebu sikia hii. Bismillahirrahmanirrahim. Mara nyingi wale waliokufuru watatamani huko motoni huko lau wangalikuwa Waislamu. Yaani watatamani lau wangelikuwa Waislamu. Kwa sababu wanaona Waislamu wanaruzukiwa. Wako peponi. Wanapata maziwa. Wanapata nini? Asari. Wanasema lau tungelikuwa Waislamu. Wako mle motoni. Sasa leo tunakuambia kuwa Muislamu kwa kupenda kwako kwa nafsi yako. Usije ukafa kama wewe sio Muislamu. Lakini hatuwezi kukulazimisha mpaka itoke kwa moyo wako. Sawa? Ni kweli. So karibu sana. Brother pia nikusalimia. Masiku nyingi bana. Mwenyezi Mungu akuhifadhi pia. Mimi wananiita Salim. Kennedy. Kennedy. Kennedy, na siku hizi mko na siri ya kuweka sunna. Sasa tukuangalia ndio hivyo. Kennedy Muislamu Kristo? Kristo. Kennedy Mkristo Kabisa. Hebu wekelea swali moja tulisikie. Au uwe Muislamu, nafasi iko ya kuwa Muislamu ni free. Na wakati ndio huu. Siwezi. Mimi ni Mkristo. Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. Swali gani basi ungependa kuwauliza Waislamu? Nafasi iko. Swali ambayo nimependa kuwauliza, kwa Biblia mbona Yesu anasema yeye ndio njia kwenda mbinguni? Ingawa nyinyi mnapinga. Hakuna mtu anayepinga Yesu ni njia. Yesu ni njia ya kwenda kwa Mungu wakati wake, kwa sababu watu walikuwa wanafunzwa na Yesu. Walikuwa ni njia. Tena sio yeye ndio hiyo njia, hapana. 12:14 Marko anafundisha njia ya Mungu. Mbona sisi hatupingi? Muislamu ndugu yetu tunapinga nini? 12:14. 12:14 Marko inasema. Tupe vitu. Hata walipofika walimwambia, Mwalimu, twajua kuwa wewe mtu wa kweli, wala hujali cheo cha mtu. Kwa maana utazami sura za watu, lakini katika kweli waifundisha njia ya Mungu. Yesu alikuwa anafundisha njia ya Mungu. Mbona tukatae? Muislamu ndugu yetu ule. Kama mshakubali yeye ndio njia ya kufika mbinguni, sina shida. Muislamu ndugu yetu lazima umwamini, lazima uamini manabii wote ndio uweze kufika kwa Mwenyezi Mungu. Lakini katika kuamini hao manabii wote ndio akasema anaifundisha njia ya Mungu. Hiyo njia ya Mungu tunaambiwa 6:126 Qur'ani. Pole tusiwe na wasiwasi kakangu. Njia ya Mwenyezi Mungu. Hiyo njia ya Mungu sasa jina yake gani aswa? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na hii dini ya Uislamu, ndiyo njia ya Mola wako iliyonyooka. Tunaambiwa hiyo njia ya Mungu ni dini ya Uislamu. Maana hata Ibrahimu alifundisha hiyo njia ya Mungu. 18:18 Mwanzo. Ibrahimu pia alifundisha hiyo njia ya Mungu. Yesu alifundisha njia ya Mungu. Njia ya Mungu ambao Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia ni Uislamu. Sasa ni uwe Muislamu uokoe nafsi yako na moto wa jahannam. Tupe vitu. 18 Mwanzo. Akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Asante. Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana. Unaona, hata Ibrahimu aliambia wanawe waishike njia ya Mungu. Yesu pia anafundisha njia ya Mungu. Muhammad anatuambia njia ya Mungu ni Uislamu. Shote ni kile wakafunga. So ni uwe Muislamu, tumalize hiyo fitina yote, uweze kuingia paradise.
na Uislamu ni wepesi, haina uzito. Sasa kuna baridi, huwezi ingizwa kwa maji. Kiingizwa kwa maji sasa utapata limuni ya bure. Tenda kudungwa masindano. Utadungwa sindano. Limuni ya kutoka kwa mwili sindano 5. Ni sawa. Swali lingine leta. Yesu ndio njia kwenda mbinguni, kwa sababu hapa sijaona akitaja eti ukiingia kwa Uislamu ndio utaenda mbinguni kwa Biblia yetu. Hakuna. Sisi tumeelezwa vizuri. Sijajua nini hujaelewa. Tumeelezwa hapo kwa Biblia ni yeye. Yesu ni njia. Maana yake sio alale chini ukanyage, ni ufuate mafunzo. Unamfuata kulingana na vile anafunza na unaamini yeye. Sasa Yesu alifundisha watu waabudu Mungu namna gani? Hebu tufundisha. Kwa sababu tunafuata mafunzo ya huyo. Alifundisha watu waabudu Mungu aje, na alitufundisha Mungu ni nani. Alisema inafaa tuabudu Mungu kutoka kwa moyo wetu, sio ya kujisifu. Aje namna gani? Ndiye akakuja akasema tusiwe wale wenye wanatembea huko wakisema au ndio wenye wanajua Mungu, wakitajataja. Wachana na hao. Yeye amefundisha watu. Ndiyo tunaenda polepole. Inafaa uabudu Mungu. Akaweka kwa Biblia, ewe Mungu aliye mbinguni, hiyo our Father in heaven, hallowed be thy name. Akasema tuombe hivyo. Sasa utamwabudu aje? 4:10 Mathayo. Alisema Mungu anaabudu aje? Hebu nikuonyeshe vyenye alifunza. Ndio nikakwambia wewe mpinga Kristo pia. Yesu ni Muislamu. Yesu Muislamu, na ndio uwezi toa mafunzo yake mbele ya watu, unaogopa. 4:10 Mathayo. 4:10 mwalimu wangu anasema. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Yesu anasema imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. So Yesu ametuambia tumsujudie nani? Ni Mungu. Wewe unasujudu? Usisujudu wewe. Wewe usisujudu? Kusujudu ni nini? Ni kuabudu Mungu. Si eti uende uweke kichwa chini. Haijaandikwa hivyo. Kusujudu 34:8 tumsaidie. Umesema kusujudu. Na kuonyesha kusujudu. Kwa kamusi imeandika kusujudu ni kufanya nini? Kuenda chini ama kufanya nini? So Wakristo wanafundishangwa na kamusi, sio Biblia. Si umesema mbona unaweka kitu ambacho hakiko eti uende chini? Ndio nataka ni kufanya nini? Asante, Biblia inanieleza 34:8. Inasema mwalimu wangu. Musa akafanya karaka. Musa akafanya karaka, ndio tunaita rukuu karaka. Akainamisha kichwa chake hata nchi. Hii ndio kichwa hii. Akainamishwa kichwa chake, hii ndio nchi. Hata ukisikia Kiswahili imesema hata nchi, ni mpaka nchi hivi. Akainamisha kichwa chake hata nchi. Akafanyaje? Akasujudu. Kumbe kusujudu ni kuinamisha hii kichwa hata wapi? Umejua akasujudu. Kabla ya kusujudu ameinamisha kichwa chake hata wapi? Haimaanishi kusujudu ni lazima aliinamisha. Hajasema eti ndio asujudu. Tumeambiwa kusujudu ni kuomba. Haina shida, nataka nikujue Kiswahili yako. Nikisema kanyaga hata inchi. Kukanyaga hata inchi ni kufanyaje? Unakanyaga wapi? Unakanyaga hata inchi. Tunakanyaga ardhi, hatujakanyaga nchi. Aje utakanyaga? Si unakanyaga chini vile. Asante. Musa akaweka kichwa chake hata inchi. Hebu weka kichwa yako hata inchi. Sio kuweka, niweke nini na mimi si Muislamu. So Musa Muislamu. Musa hapa hatujaambiwa alikuwa Muislamu, tumeambiwa wapi? 7:3 Nyakati. 7 Nyakati. Hiyo Biblia. Unajua ukweli huwezi pinga. 7:3. Nakupeleka pole. 7:3 sikiza nao hawa. 7:3 Nyakati wa pili mwalimu wangu. Sikiza hiyo kusujudu. Inasema nitasoma kama ilivyoandikwa. 7:3 sikiza. Wakatazama wana wa Israeli wote waliposhuka ule moto. Sasa hao ni wana wa Israeli wote walitazama, wakafanyaje? Utukufu wa Bwana ulipokuwa hapo juu ya nyumba. Wakasujudu kifulifuli hata nchi sakafuni. Wakasujudu kifulifuli hata inchi. Sikiza, imerudio ile neno hata inchi kwa Musa imetumika, na wana wa Israeli wakasujudu kifulifuli hata inchi sakafuni. Sakafu ndio hii. Floor ndio inaitwa sakafu. Waliposujudu hata inchi sakafuni, wakafanyaje? Wakaabudu. Kumbe kusujudu ni mpaka inchi kwa floor.
Kusujudu ni kuomba ama kuabudu. Kuabudu inatoka kwa moyo. Asante. Tunaambiwa imani bila matendo imekufa. Asante. Matendo gani unafanya ukiabudu? Si mimi nikiabudu lazima ni mimi mwenyewe nijue niamini. Matendo gani? Imani ni mambo ingine. Vitendo ni gani unafanya wakati wa ibada? Unarukaruka, unalala, kwa sababu tumeona Yesu anatuambia tupeleke uso chini. Musa alipeleka uso chini, Muhammad alipeleka uso chini, wana wa Israeli walipeleka uso chini. Wewe ambaye ni mpinzani wa Yesu, mpinzani wa Musa, munafanya ibada namna gani kwa vitendo? Hapa hatujaambiwa Muhammad alikuwa akaweka nini chini. Muhammad tunaambiwa 22:77 Qur'an. Pinga Kristo leo tumekupata. 22:77 Qur'an. 22:77 mwalimu wangu. Mimi nakutolea Muhammad venye alifanya kwa Qur'an. Si ndio unaonesha mtiririko. Nitarudi kwa Biblia mtiririko huo. Yaani wewe leo niko nawe hapa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini. Salini. Tunaambiwa tusali. Rukuni. Tunarukuu namna hivi, Allahu Akbar. Tunarukuu namna hivi, nasujuduni. Na tunasujudu namna hivi. Ile Yesu alisema tusujudu ndio iko kwa Qur'ani. Yesu alisema tusujudu na Qur'ani inasema tusujudu. Tunasujudu namna hivi. Sio kwa moyo, kwa vitendo. Imani bila matendo imekufa. Inaweza kuwa unasujudu kulingana na nyinyi, mnaweka mpaka kichwa chini, lakini moyo wenu achana na moyo, hamjampa Mungu moyo. Sasa hiyo moyo, sasa ndio maana Yesu mwenyewe alikuwa anatuambia inafaa sisi wenyewe tuamini. Asante. Hiyo ya moyo tunamwachia Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anajua makosa ya watu. Kwanza, je, lazima uende chini? Ni lazima 22:9 Ufunuo. Lazima hiyo, sio hiyo. Mpinga Biblia. Ni lazima, Biblia inasema. Biblia inasema lazima upeleke kichwa chini. 22:9 Ufunuo. Naye akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako. Mimi ni mjoli wako. Na wa ndugu zako manabii. Na wa ndugu zako manabii. Na wale washikao maneno ya kitabu hiki. Na wale wanaoshika maneno ya kitabu cha Biblia. Msujudie Mungu. Lazima kusujudia Mungu. Sujudu namna hivi. Yeyote anayeshika maneno ya Biblia tumeambiwa amsujudie nani? Si ni Mungu. Kusujudu tumepata ni kupeleka paji ya uso wapi? Haijaandikwa kusujudu ni kuomba. Sio kuweka kichwa chini. Na kuomba ni kufanya unapeleka kuomba ni wewe mwenyewe. Uko na swali lingine? Sasa mimi nawaambia tu, unajua kwa Biblia imeandikwa vizuri. Si eti watu hiyo tusaa kuelewa. Je, una swali lingine? Wacha niendelee. Si nyinyi mlikuwa mnaniongelesha na mimi nimenyamaza. Imeandikwa kwa Biblia vizuri. Watu wangu wanapotea kwa sababu hawasomi Biblia. Hakuna mahali imeandikwa hivyo. Watu wangu wanapotea kwa sababu wamekosa nini? Kuelewa. Hiyo imeandikwa wapi? Hiyo ni story ya ajabu. Haijaandikwa hiyo. Imeandikwa wapi? Sasa imeandikwa nini? Because they lack knowledge. So you see these people, they are taking it that way. Yet lazima ufanye nini? Lazima ufanye. Sasa wewe uko na knowledge wala sina shida. Wewe hebu nipatie ibada gani ambayo imeamrishwa mnaabudu na vitendo namna gani? Mnaofanya kanisani huko. Kwa sababu naona kwa mfano pale kuna wasichana wanarukaruku, wanatingiza huku. Sasa ni gani ambayo mmepangiliwa? Kwanza kabisa hata tukiangalia Daudi. Wakati alikuwa na siwacha niendelee. Mbona huyu anaongea nikijaribu kueleza wewe umetokea na utupe andiko pia. Ukiangalia sasa ni nini? Unajua watu wanapeleka watu haraka. Yani ndio wako confused. Na the reality we know. Jesus is the way to God. Hakuna shida, si unipatie hiyo ibada ndio nataka ulete. Imeandikwa vizuri. Wapi? Na tusome pia. Tufanye hivi, nyinyi fuateni hiyo yenye mnafuata. Wacha sisi tufuate. Asante. Unajua mwanaume akifika mwisho na si unaona ngoja kwanza. Umeanza kumwaga mtema mapema. Mimi wananiita Salim. Mimi najulikana kama Mwanaisha Maloba. Mwanaisha. Muislamu, Mkristo. Although
Ujombani nikiwa huko nilikuwa Muislamu, lakini mahali nimezaliwa Kakamega Mkristo wa GBC. Na mahali sijakupata. Unasema ujombani ukiwa unakuwa ni Muislamu. Naenda huko. Lakini ukirudi pande hii unakuwa ni Mkristo. Sasa kwetu nikalelewa kama Mkristo. Kwa hivyo hauko kwenye nyama wala hauko kwenye ngozi. Mimi ni Mkristo. Oh, so wewe ni Mkristo? Mimi ni Mkristo. Asante. Na ilikuwaje ulikuwa Muislamu? Ni kusilimu ulisilimu ama ulizaliwa na wazazi wakiwa Waislamu ama iliendaje? Tupe kakisa kidogo tu. Nyanya wa kuzaa mama yangu. Nyanya wa kuzaa mama yako? Kwa mali ameolewa, yani kwa kina mamangu ni Mumias. Ni Mumias. Kwa Waanga hapa? Kwa Waanga. Na karibu 90% ya Mumias ni Waislamu. So nyanya yako alikuwa Muislamu? Nyanya yangu alikuwa Muislamu na nikarithi jina ya nyanya yangu hiyo Mwanaisha Maloba. Lakini mamako hakuwa Muislamu? Mama yangu bado alikuwa Muislamu Amida, lakini alipoolewa kwa babangu ikabidi achange kanisa sasa. Babako ndiye alimvuruga mamangu. So wewe uko innocent, uko hapo katikati kwa sababu mamako ndiye aliolewa na Mkristo akabadilisha jina mamako. Sasa wewe umezaliwa katika Ukristo. Sasa wewe umerithi Mwanaisha jina ya nyanyako. Sasa ndio ni saa kuelewa. Haya, weka swali sasa. Hiyo tuachane nayo, yanatokea na ni dunia na kila mtu. Sasa Mungu anakupa chance yako. Labda wewe ukitaka kusilimu nafasi iko na nini? Je, una swali ya kuwauliza Waislamu? Kulingana na mimi najua Mungu ni mmoja, hakuna Mungu wa Mkristo na Muislamu. Mungu ni mmoja, ni kweli. Mungu aliyeumba watu wote ni Mungu mmoja. Lakini anayeabudiwa ndio Mungu tofauti. Kwa mfano Wakristo wanaabudu Mungu tofauti, unapata Waislamu wanaabudu Mungu tofauti. Kwa nini? Unapopita saa zingine unasikia anastahili kuabudiwa, anastahili Yesu. Wengi wanasema hivyo. Na sisi hatuabudu manabii, tunaabudu Mungu aliyeumba kila kitu. Na ibada kama vyenye nimeonyesha kakangu, ibada inaenda na vitendo. Lazima upeleke paji la uso chini, inaitwa humbleness, kujinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu. Hauwezi kuabudu Mungu unavyotaka. Unaabudu Mungu anavyotaka na mpangilio aliyoweka. Unaona eh? So ndio tunaenda hivyo hivyo. Mungu ni mmoja, aliyekuumba, aliyeniumba, na wewe utakufa, mimi nitakufa. Ndio unaona wewe unaweza tolewa damu nikawekwa damu. Sote wanadamu. Na mbada vizuri, ukichapo unasikia uchungu, nikichapo unasikia uchungu. Wewe unahisi njaa, mimi nahisi njaa. Wote wanadamu. Mbada vizuri. Najua kidogo tu kitu uchanganya wa Kristo kidogo tu ni moja. Ukiangalia Uislamu kulingana na ndimi zenyu jinsi mnasali, mostly ukifuatilia kwa niseme kwa TV, Muislamu amekuja kuongea. Biblia ni ile ile, lakini sasa kitu wachanganya ni zile matamko ile kama Allah wakubarunona. So napata na sisi niseme kama mimi mlio nitasema omwami Yesu yetsomibwe. So no nimeenda tofauti na hiyo yenu. Sasa hapo omwami Yesu unafaa kusema omwami Mungu. Kwa sababu Mungu ndio mkubwa, sio Yesu. Yesu ni kiumbe cha Mungu. Sasa huwezi chukua kiumbe ukakiweka juu ya Mungu. Ipo lakini so Mungu ndio overall boss. That's why sisi tunamuona Mungu zaidi. Hao wengine ni servant of God. Wametumwa na Mungu. So kuna Mungu ambaye ndio overall boss. Muhammad si Mungu. Uliza. Bila kupitia kwa Yesu unaweza pata Mungu. Maana ukiangalia mateso ambayo Yesu alipitia, alitumwa na Mungu. Na dakika zile za mwisho alisema lazima tutapitia kwa huyu Yesu ndio tumfikie Mungu. Bila Yesu, bila Yesu unafika kwa Mungu kwa sababu Yesu hajakufa kwa ajili ya dhambi yako. Wewe wakati Yesu anazaliwa, wewe ulikuwa umezaliwa? Hapana, nitakuwa na dhambi. Kuna dhambi ulikuwa umefanya? Sasa hebu nikuulize dadangu, unajua mambo mengine ni ya kutumia akili. Leo saa hii ukipatana na Salim mimi, tuongee na wewe. Tuende tuingie kwa lodging, tufanye zina. Yesu ndiye anabeba hiyo dhambi? Hapana. Sasa nani gani alikubebea? Na nyinyi mkimaliza kanisa mnasema na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Na ni kitabu cha Wagalatia 5:6. Kila mtu atachukua dhambi zake mwenyewe. Hakuna mtu anayekubebea dhambi. Na Yesu alipokuja anasema watu watubu, sio kuwabebea dhambi. 4:17 kitabu cha Mathayo.
Yaani wewe huo unafanya na ndio unaona watu wanafanya hata ukora. Wewe angalia, mtu amekuwa kwa akaunti, anapewa billions ya pesa, anunue dawa, anaiba, anasema Yesu amebeba dhambi. Yeye anaenda kujenga kwake na kufanya mambo mengine. Anasema Yesu ndiye amebeba. Watu wanakufa kwa sababu ya kukosa dawa ya ukimwi, kukosa dawa ya kansa. Lazima utalipia kwa yale ulioyafanya wewe, hakuna anayekubebea dhambi yako. Na ukifanya dhambi unaambiwaje? 4:17 baba. 4:17 Mathayo kwenye kuandika. Tupe vitu. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. So Yesu anaambia watu watubu. Hajawaambia nimewabebea utubu. Sio kubeba, alitumalizia msalabani. Hakuna haja kubebea chochote. Sasa kwa mfano, wewe alikubeba dhambi gani hapo? Unajua mbele ya Yesu hakuna. Kwa mfano unipe tuhesabie dhambi zako. Nihesabie dhambi gani alibeba na gani umebaki nayo, kwa sababu mimi najua dhambi zangu nisipotubu kwa Mungu nitakufa na dhambi yangu. Nisipotubu niombe Mungu msamaha anisamehe. Sasa wewe unayeposema Yesu alikubebea dhambi gani haswa? Kwa sababu kuna watu wana knowledge nyingine nasikia wanasema ati alibeba dhambi ya Adam na Hawa. Kama alibeba dhambi ya Adam na Hawa, mbona hukumu imebaki? Kwa sababu Adam aliambiwa utapata riziki kwa kutoa jasho, na mwanamke akaambiwa utazaa kwa uchungu. Leo wanawake wanazaa kwa uchungu wakiwa wanacheka Ni ukweli. Sasa itaondolewaje dhambi alafu uendelee na hukumu? Tunavyojua saa hii uko na kesi kotini. Ukienda uondolewe kesi, hata ile hukumu unaondolewa. Huwezi ondolewa kesi alafu uendelee kuweka wajela. Mbeba mabaya tu, mazuri ya Adamu hambebi. Alafu mbona huyu Mungu wenu aseme kuwa mnabeba dhambi ya Adam, lakini mazuri aliyofanya Adam hambebi? Si ati unajua ukweli iliopo, mimi na wewe hatuwezi sema hatuna dhambi. Tuna dhambi. That's the fact remain. Na hakuna mkamilifu ni huyu mtoto. Huyu. Sioni hata kama yeye atakuwa mkamilifu. 7:20 kitabu cha Mhubiri. Wewe sikiza Biblia inasema. Huyu mtoto huyu. 7:20 Mhubiri. Tuangalie hata kama huyu atakuwa amenusurika. 7:20 Mhubiri. Inasemaje? Muonyeshe dada yetu hapa, hamna cha kupiga chenga leo. 7:20 Mhubiri. 7:20 mwalimu wangu nasema kwenye kuandika. Inasemaje? Bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani ambaye afanya mema asifanye dhambi. Sasa mtoto ananusulika hapo. Hakuna mwanadamu duniani ambaye anafanya mema asifanye dhambi. Mtoto hajajua mema ni gani, hajajua dhambi ni gani. That's why mtoto haandikiwi. Lakini wewe ukikomaa, unajua kuzini ni dhambi, unajua kuiba ni dhambi. Hakuna mwanadamu atafanya mazuri asifanye dhambi. That's why hakuna mwanadamu aliyekamilika. Na uwezi kusema umebebewa dhambi wakati uko nazo. Tunatubu dhambi zetu kwa Mungu. So poleni sana kama mlidhani hamna dhambi. Dhambi mnazo, mnabeba. Lazima mtubu kwa Mungu. Lakini umenishanganya ni hapa moja tu. Wapi hapo? Hebu pafanue tuone. Kuna tofauti wa Mungu na Yesu. Kuna tofauti ya Mungu na Yesu. 17:3 Yohana. Ndio anataka ajue tofauti iko wapi. Muonyeshe aone 17:3 Yohana. Anataka aone tofauti ya Mungu na Yesu. 17:3 Yohana kwa kuandika. Muonyeshe kabisa. Soma kama iliyoandikwa mwalimu wangu. Pole ndio aone. Na uzima wa milele ndio huu. Asante. Wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kumbe tunaambiwa Mungu ni mmoja wa pekee, ambaye huyu Mungu mmoja wa pekee alimtuma Yesu. So Yesu ni mfanyikazi wa Mungu. Hiyo ndio tofauti. Yesu mfanyikazi ya Mungu kwa sababu ametumwa na Mungu. Ukitumwa unakuwa mfanyikazi wa aliyekutuma. Messenger. Unakuwa messenger. That's why Yesu anasema siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo ni hukumuvyo. Anasikia kwa Mungu ndio anaeleza watu. Kuna tofauti kubwa. Kuna tofauti kubwa ya Mungu na Muhammad. Muhammad ni mtume wa Mungu. Is a messenger of God. Sio Mungu.
Ukimwabudu Yesu motoni, ukiabudu Yesu motoni, ukiabudu Muhammad motoni, ukiabudu Musa motoni. Anayefaa kuabudiwa ni Mungu. Tena Yesu anasema Mungu peke yake, 4:10 Mathayo. Yesu anasema usiabudu yoyote isipokuwa Mungu. Tena akaongeza peke yake. 4:10 kwenye kuandika tusoma kama ilivyoandikwa mwalimu wangu. Tupe vitu. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani. Kwa nini? Kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Yesu anasema kuabudu Mungu ni umwabudu Mungu peke yake. Mungu hataki mtu mwingine anaabudiwa pamoja naye. Na wivu, anasema na wivu. Anataka abudiwe yeye peke yake. Na Qur'an nayo inasemaje? 17:22. Qur'an. Sijui kama uliingia madrasa kidogo wakati uko kwa nyanyako huko. Sikiza inasemaje? 17:22. Ulikimbia umande. Bismillahirrahmanirrahim. 17:22. Na usifanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Usifanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Usije ukawa mwenye kulaumiwa na mwenye kukosa kukunusuru. Asante. Na Mola wako amehukumu kuwa msimwabudu yeyote ila yeye tu. Yesu amesema tusiabudu yeyote isipokuwa Mungu. Muhammad alipokuja anasema tusiabudu yeyote isipokuwa Mungu peke yake. So manabii wote ujumbe wao ni moja, tusiabudu yeyote isipokuwa Mungu peke yake. So wale ambao wanaenda kanisani wanasema Maria mtakatifu utuombee sisi na saa ya kufa kwetu, wanakosea. Kwa sababu wanafaa kumuomba Mungu peke yake. Sasa mbona umuombe Mariamu akuombee? Wewe unafaa kujipeleka mbele ya Mungu. Mungu aliyekuumba anakujua na anakutambua vizuri sana. Sio ati akujui wewe. Anakutambua vizuri, hata kabla hujamuomba anajua matatizo yako. Unajua hapo saa pa Maria. Umesikia mwanzo nimekuambia nini? Ukichukua Mkristo, Muislamu, Mungu ni mmoja. Lakini tunaomba kwa njia tofauti. Kuna ngoma kanisani, kuna ngoma msikiti ya Waislamu kweli? Hakuna ngoma. Yaani msikitini ukienda hamna ngoma. Hakuna ngoma. Pale ni ibada tu. Ngoma iko hata pale utaiona saa hii. Lakini Mungu ni ule. So, hata wale wanaosema Maria wako na hakika wanajua Mungu ni ule. Lakini wanakosea. Kwa sababu wamekosea kwa sababu hawamwabudu Mungu anavyotakana, wanachanganya, ni makosa. Kwa nini kasema hivyo ndugu yangu? Niseme kwa mfano kama nyinyi Waislamu, mnapoomba mnachukua hii mnaweka chini. Upate mtu sasa kama mimi kwangu ni rahisi kwa sababu nimeshuhudia. Upate mtu ajaiona kitu kama hiyo, atashangaa mwafanya nini? Ndio venye pia umeshangaa kusikia wale wanasema Maria. Unajua wale ambao wameshangaa ni labda mtu hajaisoma Biblia. Biblia inafundisha kupeleka uso chini. Ibrahimu alienda kifudifudi akapeleka uso wake chini. Hizo ziko. So ni wao ambao hawakufuata. Umenichanganya. Kwa gani? Pa kusema venye sisi tunasema umwami Yesu, tuseme umwami Mungu. Kwa sababu umwami ni nani? Nini maana umwami? Nini maana ya umwami? Yaani ni mtu mkubwa. So huwezi kusema Yesu ni mkubwa, unafaa kusema Mungu ni mkubwa. That's why sisi tunasema Allahu Akbar. Mungu ni mkubwa. Hatusemi Muhammad ni mkubwa, tunasema Allahu Akbar. Mungu ni mkubwa. Yesu hawezi kuwa mkubwa kuliko. Sasa Yesu hawezi kuwa mkubwa kuliko Mungu. Kwa nini? Yesu anasemaje 14:28? Yesu anajua kuna mkuu kumuliko. Yohana. Sasa wewe unakosea na unapata dhambi. Yohana 14:28. 14:28 mwalimu wangu. Yohana inasema. Yohana 14:28. Mulisikia kwamba mimi naliwaambia naenda zangu tena naja kwenu. Kama mngalinipenda mngalifurahi. Kwa nini? Kwa sababu naenda kwa Baba. Kwa nini? Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Yesu anasema Mungu ni mkuu kuliko mimi. So hauwezi tena kumfanya Yesu ndio mkubwa kuliko Mungu. Huwezi kusema umwami Yesu. Huwezi kusema umwami Yesu, unakosea. Mwana wefwe. Unakosea kabisa mwana wefwe. Vindu vichenjanga. Unakosea kabisa mwana wefwe. Mungu ndio mkubwa. Tunasema God is great. Allahu Akbar. Mungu ni mkubwa. Sasa huwezi kuchukua viumbe ukawafanya ni wakubwa kuliko Mungu. Ni sawa sawa uchukue waziri useme ni mkubwa kuliko rais. Hata anafutwa kazi siku hiyo. Hata utapigwa mboko. Yaani rais asikie wewe unasema waziri ndio mkubwa wa nchi wakati rais yuko. Sasa huwezi kumsifu mtume kuliko Mungu, ni makosa. Sawa? Naweza kuuliza sasa swali kidogo. Uliza hiyo swali. Hii nayo inaenda na Wakristo na Waislamu. Hakuna shida. Kwa nini unapata Mkristo ana roho ya kusaidia kama Muislamu? Tofauti ni?
Anauliza mbona unapata Mkristo ana roho ya kusaidia kama Muislamu? Muislamu anasaidia kwa sababu anajua kuna malipo ya Mwenyezi Mungu makubwa sana katika kusaidia. Na Mkristo vyenye amefundishwa, anafundishwa tu mchungaji ndio anafaa apewe. Hiyo ndio matatizo. So Muislamu anafundishwa anayefaa kupewa ni maskini 960 Qur'an. Naye Mkristo amefundishwa unapotoa unapea mchungaji. Yeye amebeba baraka. Ati ndio amebeba baraka. That's the confusion ambayo imeingia. 960. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sadaka hupewa watu hawa. Sadaka hupewa watu hawa. Mafakiri na maskini na wanaozitumikia. Tulia. So Qur'an imetufunza sadaka haipewi wale viongozi wa dini. Sadaka inapewa maskini. Na maskini ni maskini yoyote, awe Muislamu awe Mkristo anapewa sadaka. That's why ukienda Jamia Mosque utapata Wakristo wanachukua buibui wanavaa wanakaa pale nje. Hata ukimwambia nisomee suratul Fatiha hata ajui ni nini hiyo. Na Muislamu akitoka kwa msikiti anatoa sadaka, anawapatia kwa sababu sadaka ni mali ya maskini. Lakini wewe niambie kanisa gani uliona Kenya hii siku ya Sunday maskini wako hapo nje wanagojea waumini watoke wapewe sadaka? Niambie hiyo kanisa niende nikachukue video kesho. Yenye inasaidia maskini. Kanisa yenye utapata maskini wako hapo nje ya nje, kama vyenye msikiti ukienda pale Jamia unapata maskini wako hapo nje wanasubiri watu wakitoka wanasema tasadaku, wanapewa sadaka. Fuata mchungaji pale. Wewe ukienda kanisa ingine hata utawekewa ndani. Catholic niseme Wakristo kama hii Kenya yetu wale wangejaribu ni Catholic lakini sio Sunday, siku za misa. Sasa hiyo yenye utolewa yote uenda kwa orphans. Sasa Katholiki, mimi nilikuwa Mkatholiki. Katholiki kufanya kwao katika hiyo mambo ni tofauti sana. Katholiki kwanza wasaidii kama wewe sio Mkatholiki, wako na nini yao na wanajua hiyo area venye wako na wanatembeleana. Na fadha anatembelea kwa hizo boma, akijua ile boma ina shida ndio anaenda anawasaidia. Si ati nakuja kwa huyo. Na baada nimalize, akisema anamaliza maswali mingi. So hawasaidii hivi. Na kanisa zingine huwezi kuzikwa mpaka uwe ni mshirika wa huko. Na huo unahudhuria kwenye si uongo. Yaani kanisa huwezi zikwa na mchungaji kama wewe sio mshirika wa huko. Tena mchungaji anauliza, huyu ni mshirika wetu? Lazima itolewe mpaka kitabu. Je, anatoanga tithe? Matoleo anatoanga? Yaani mchungaji atoke tu kwa kuzika hivi? Kama nani? Wewe. Hapo naye nimeelewa. Siwezi pinga. Umesikia nikisema aje Waislamu wako na kutoa kuliko Wakristo. Hata watu wamejaza madeni makanisani. Nimeshuhudia. Haya, karibu sana na urudi katika Uislamu. Asante. Haya dada, karibu. Naona dada amezungumza sana. Kijana kuna huyu. Bwana naona dada wako hapa. Sasa wewe tulikupatia na ukasema utaki microphone. Yaani uliongea mpaka ukachoka. Aliongea mpaka akachoka akasema staki. Dada wanakuita nani? Anita Mary. Hebu tulieni tumsikize dada, anaangusha vitu kuangusha. Mary, wewe dini gani? Mimi Mkatoliki. Wewe Mkatoliki. Asante sana. Asante sana. Sasa wewe Mkatoliki. Ndio. Swali gani uko nayo ya kuwauliza Waislamu? Swali ya kuuliza Waislamu. Kuna mahali umesema Yesu ni mwana wa Mungu. Na tena ukatuambia Yesu ni mtumwa, alitumwa. Hapo sijaelewa, kuna kuchanganyika kidogo. Mimi sijasema Yesu ni mwana wa... Naambia Wakatoliki tunafanya vibaya kuomba salamu Maria umejaa neema. Lakini nyinyi mbona nyinyi mnasema Muhammad chakalakalakala? Sasa sijui nianze ile ya kwanza ama hii amemalizia nayo. Muhammad chakala. Sasa hii Muhammad hatujui mnasema nini. Lakini sisi tunasema Maria mtakatifu mama wa Mungu. Hakuna mahali tunasema Maria sijui nini. Tunamuita Maria mtakatifu mama wa Mungu. Tuombee sisi wakosefu. Sasa kuweni wapole. Sasa musi ukiweka zote tutajibu gani? Si uache kwanza tumalize hii, tuende hii ingine ili tuelewe. Mbona dada yetu mzuri kwanza dadangu? Sisi tunaposema Muhammadur Rasulullah, tunasema Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sio ati ni kalakala ni vyenye wewe hujaelewa hiyo lugha. Rasulullah maana yake ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ndio tumekuja kuwafunza. Pili, sisi tunawaambia hapa mnakosea kusema Maria mtakatifu mama wa Mungu. Mungu ana mama?
Si mama mtoto wa mama wa Yesu. Hebu niambie salamu Mariamu venye inaombwa. Salamu Maria, umejaa neema. Umebarikiwa. Bwana yunawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote. Mariam. Na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu. Ngoja sasa. Sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Sasa kosa linakuja. Umerudia na tumerekodi. Amesema Maria mtakatifu, mama wa nani? Wa Mungu. Mungu ana mama? Sasa unataka kuharibu dada. Ngojeni. Sasa nyinyi mnataka utakuja kumsaidia. Wewe nilikupa microphone. Najua wewe huna nini. Wewe nyamaza ulikuwa. Kama kuna mwingine atakuja. Ngoja nimalizane na dada. Tunaposema ni makosa ni kwa sababu Mungu hakuzaa wala Mungu hakuzaliwa na Mungu hana wazazi. Sawa? Mungu hana wazazi. So unaposema Mariam ni mama wa Mungu, umemfanya kuwa Yesu ni Mungu. Na si Baba, Mwana na Roho. Ni Mungu mmoja. So na Mariamu mnamfanya ni mama wa nani? Si ni mama wa Yesu. Yesu ni kama Mungu. Sasa kama ndio nataka dadangu tuende pole kabisa. Sasa Mariamu akiwa ni mama wa Mungu na Mungu atazaa Mungu, si ndio hivyo? Mtoto wa nyoka si ni nyoka? Sasa kama Mariamu ni mama wa Mungu, si Mariamu pia ni Mungu? Hapana, si tunamwita vizuri Maria mtakatifu, mama wa Mungu. Hakuna mali tunamuita Maria mtakatifu Mungu. Mama wa nani? Mama wa nani? Na kutoka mwanzo tumeanzia mama. Mama wa nani? Mama wa nani? Bwana uko na yeye na tunamuita mama. Asante. Hatumuiti nini? Hatumuiti Mungu. Asante. Hakuna shida dada. So sisi katika Uislamu tunajua Mungu hana mama wala Mungu hana baba. So mnaposema Maria mtakatifu mama wa Mungu, tunasema Mungu hana mama. Kwa sababu Mungu hakuzaliwa wala hakuzaa. Unanipata vizuri so hapo ni makosa kusema Mungu ana mama. So kesho usiseme Mungu ana mama. Nyinyi mna Muhammad. Muhammad ni mtume wa Mungu, sio Mungu. 48. Maria ni mama. Wa nani? Tutoke hapo. Asante. Sasa pengine. Asante. Sasa wapi? Utachanganya imani. Hakuna shida dada. Utachanganya imani yangu. Hakuna shida dada. Pili dada, umeniambia wewe ni Mkatoliki, si ndio? Toka mtoto. Kutoka ukiwa mtoto. Nimebakisha tu marriage. Umebakisha marriage pale kwa Katoliki. Lakini nimeoleka. Umeoleka, hakuna shida. So wale ambao wanaona dada ni mrembo wasimuulize ameoleka. Sasa ako na bwana. Asaweka block hiyo, msije mkaanza nini. Sasa swali yangu ndogo. Pale Katoliki mimi nilikuwa na nilipata kuna sanamu. Sanamu iko wapi? Jaiona. Kuna sanamu ya Mariamu pale, kuna ya Yesu. Ziko ama zimetolewa? Ya Muhammad mmeweka wapi? Hatuna sanamu ya Muhammad. Hatuna sanamu ya Muhammad. Toka hapo, utachanganya imani yangu. Sija kuchanganya. 21 kutoka. 21 inasema ni Biblia hii. Hebu sikia Biblia venye inasema. Biblia ya ukweli. Hebu ikague hii Biblia ya ukweli. Hawa dada wako na simu. Hebu nitoleeni ya simu ya Kiswahili. Biblia zinaeleweka. Ya Kiswahili 28 kutoka. Kutoka 28. Alafu ulete hiyo yako ya simu. Dada amekataa hii yetu. Hii ni Biblia lakini amekataa. 28 kutoka, hebu lete hapa. Unisomee. Alafu huyu kijana nilimpa mic akakataa. Tena anarudi. Amekaa 20 minutes. Tena saa hii ameona watu ndio anarudi. Na swali iko hapa, haya ndio ule ametoa yake na sio yangu. Haya, hii anasema 28. 21 kutoka. Wewe utashika hiyo, fuatiliza hiyo neno. Angalia hapa. Fuatiliza tu. Nataka kufuatiliza. 21 kutoka. Nasiweke moja. Ndio hii moja hapa, ndio hii moja. Moja iko hapa. Mungu akanena yote akasema. Mungu akanena maneno haya yote akasema. Asante. Mimi ni Bwana Mungu wako. Niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Asante. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Imesema usijifanyie?
Ni wapi kuna sanamu ya kuchonga? Ndio nimeuliza. Nakwanga kumbukumbu kukumbushwa. Asanti. Ni sanamu si sanamu? Sanamu hapo. Ni sanamu sio sanamu pale Catholic. Kuna kitu inaenda. Kuja uchukue brother. Mpatie pale. Kwanza dadangu, twende msikiti saa hii nione kama hamjaweka sanamu ya Mohamed hapo. Asanti. Ndani ya kanisa yenu imepakwa rangi yote. Na kabisa. Ndio tu nini hata nyumba iko na maua. Haina shida. Sasa haina shida. Sasa dada, ukitaka tutakupeleka msikitini, hakuna sanamu. Lakini kuweka nyumba ya ibada sanamu. Picha ya Mohamed. Hakuna. Kwa sababu picha wakati wa Muhammad hakuna teknolojia ya picha. Hata hii picha inatembeanga hii. Tumejenga hapa juu kabisa hivi ya msikiti. Hiyo ni mnara, ni mawe inajenga, sio mambo ya picha ya mtu. Tunaonyesha hiyo ni sanamu weka hapo tujue hiyo ni msikiti. Sio sanamu ni mfano wa kiumbe. Zaburi 115 anza 4 usikie. Zaburi 115 anza 1. Alafu tulia dada, ndakupa nafasi. Nakupa nafasi. Sanamu iko hapo. Hakuna shida. Zaburi 115 anza 1 tusikie. Kulikuwa na Yesu. Asante. Inaitwaje sasa hiyo kumbukumbu? Inaitwa sana? Kuna picha za mitume, unakumbusha kulikuwa na mtume alikuwa anaitwa hivi. Inasema mwalimu wangu. Tupe vitu. Inasema sanamu zao. Sanamu zao ni fedha na dhahabu. Ni fedha na dhahabu. Kazi ya mikono ya wanadamu. Zina vinywa lakini hazisemi. Si ile sanamu inakuanga na kinywa lakini haiongei. Asanti. Zina macho lakini hazioni. Zina macho lakini hazioni, ni Biblia inasema. Zina masikio lakini hazisikii. Zina masikio lakini hazisikii. Zina pua lakini hazisikii harufu. Zina pua lakini hazisikii harufu. Zina mikono lakini hazishiki. Miguu lakini haziendi. Wala hazitoi sauti kwa koo zake. Wazifanyao wanaziweka sehemu hao, watafanana nazo. Mungu anasema ukifanana na sanamu. Nafanana na sanamu. Sio mimi nimesema, ni Biblia inasema. Ni Biblia ndio imesema wale wanaofanya. Asante. Shikilia imani yake. Asante. Lakini Biblia inakuwa against. Lakini Biblia inaenda against. Unachanganya, unakosa deni yako. Utakufa ukirandaranda kwa makanisa. Hakuna shida. Wewe ni Mkristo, kesho ni Muislamu, kesho kuto utakuwa Muhindi. Una swali lingine uko nao? Maana naona maswali mengi. Una swali nataka kukuuliza. Ulisema hizi makanisa zingine hazisaidii maskini. Na mimi kama Mkatoliki, mimi najua ile kitu, naongelea kitu mimi najua na nishaiona. Kuna zile siku wa mama wazee, wakongwe, viwete, blind. Kuna siku wa kuendea misaada kwa makanisa kama Catholic, kama hapa Soweto Catholic. Kuna zile siku au watu endea misaada. Mbona umesema hawapeanangi misaada? Kwani watatangaza tuwapeana misaada kujeni? Asante, umesema vizuri. Hakuna shida. Umesema vizuri. Mimi sijasema hawapeanangi masaada. Ni dada aliuliza swali. Akasema yeye amekaa kanisani, hajaona wakisaidiwa. Sasa ndio umesema. Umenene? Koja kanisa ndani ujue uzuri yake. Kabisa. Sina shida na wewe dada. Ndio nataka tuelewane vizuri. Hata ukienda hapo bila rent na uongeleshe tu fadha vizuri na umpe mashida zako vizuri, zitatatuliwa. Asante, hakuna shida. So yenda kanisani akakosa. Ngoja kidogo ndio nataka niwatangazie Wakristo. Wale Wakristo labda watafungiwa nyumba, wanaenda pale Katoliki wanawasaidia. Kwani hawatatangaza, wanaimba. Ndio nasema hivi. Watu waache kwenda kanisa. Nyinyi ndio mmesema sadaka yenu ni ya kusaidia maskini, kusaidia nini? Mnasaidia maskini, mnasaidia wenye hawajiwezi. Kwani sadaka si ni ya kusaidia maskini? No. Sisi kuna wale wameteuliwa, sio kila mtu. So kuna watu special wakusaidiwa. Mtu akona miaka 1 wewe saidia na mtu akona miaka 35. Kwa 35 aende afanye kazi. Akona nguvu, akona mwili. Dada amesema vizuri. Anasema katika Ukristo hawasaidii mtu ambaye ana uwezo. Yaani una nguvu. Ngoja, una nguvu. Lakini chenye mimi ninavyojua, kuna mtu anaweza kuwa na nguvu lakini analala njaa. So ameenda kutafuta kazi akakosa kazi. Anaweza kosa, sio uvivu.
Asante. Hakuna shida. Dada sawa. Sasa nikiona Mkristo ambao ni maskini nitajua ni uvivu. Sisi katika Uislamu tunajua unaweza kuwa kijana na ukatafuta kazi ukakosa na ukafungiwa hata nyumba na unaamka kila siku kutafuta kazi. Si uvivu, ni kukosa umekosa. Nampata kazi huwa inakosa, lakini dada ameniambia nikipatana na Mkristo maskini ambaye ni under 50 years nijue ni uvivu. So wale Wakristo ambao tunaishi nao hapa Soweto ni wavivu. Wafanye mikono yao. Asante, hakuna shida dada, asante. Haya dada, karibu. Nimefurahi sana kumbe kwa Ukristo. Usiwe na wasiwasi. Wanakuita nani? Inaitwa Samson. Samson, asante. Muislamu, Mkristo? Mimi ni Mkristo. Mkristo. Asante, weka swali yako manake dada nimejaribu kumnini lakini nimemuelewa tu. Mimi swali langu ni simple. Naam. Weka sauti alafu mnyamaze tusikie nini ya kaka yetu. Ni kitu gani kinadhibitisha kwamba Uislamu ndio dini? Sauti. Swali langu ni kitu gani inadhibitisha kwamba Uislamu ndio dini pekee iliyo sawa? Kumbe una sauti nzuri. 626 Qur'an. 626 Qur'an. 626 Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Na hii dini ya Uislamu ndiyo njia ya Mola wako iliyonyooka. Nikikuambia tumeelezwa Uislamu ndio njia ya Mola wetu iliyonyooka. Sawa. Ndiyo njia ya Mola wetu. Haya maandiko yalitoka wapi? Haya maandiko yametoka kwake Mwenyezi Mungu, yameletwa na malaika anaitwa malaika Jibril. Qur'ani 22:192. Pole. Si utulie, si umeuliza. Sina mimi. Before uendelee, ulikuwepo? Kama nilikuweko. Mimi sikuweko. Vyenye hakuna shida. Hakuna shida, yako sawa. Wewe unamjua, unamkubali Yesu? Kumkubali Yesu? Ndiyo namkubali. Ulikuweko wakati alikuwa? Ni imani. Sandata mimi ni imani. Unaona unajibu vizuri. 292. Wacha nimpe ushahidi. Si lazima nitoe ushahidi. Mbona mnani? Kakangu mzuri sana ukipata wasomi kama hawa unamaliza. Ananiambia hata yeye hakuwa wakati ya Yesu anaamini. Na mimi sikuwa wakati Qur'ani ateremka naamini. Tuko the same. Sasa wasomi wazuri tupe vitu baba. 2 Qur'ani 22 192. Pole kijana mzuri, ungekuja mapema ungekuwa mzuri. Tena umeacha sunna. Mashaallah. Alafu kabla tuende sana, unakubali Mungu ana mama? Mungu hajazaa na hajaumbwa. Ana mama? Ana mama. Sasa dada yetu ametuambia ana mama, ndio nikanyamaza. Sasa ni imani yake. Si Mkristo mwenzako? Kweli, lakini imani yake. Si Mkristo mwenzako? Swali ni moja. Yule ni Mkatoliki. Ni Mkristo lakini. Ni Mkristo ndio. Anasema Mungu ana mama na wewe unasema Mungu hana mama. Sijamaliza, nipe time bro. Yule ni Mkristo, si ndio? Ni Mkatoliki. Pengine mimi ni Pentecostal, si ndio? Imani inaweza differ. Kitabu imebadilishwa, sawa? Ni maandiko yaliyoandikwa kutoka kwa nini? Scribes, unazijua hizo? Zile hizo za kitambo, hizo ma stones. Unaona? The information is distorted, not accurate, sawa? So hakuna shida. Anasema information ilikuwa tampered. So haiko accurate. Accurate maana yake haiko straight. Haiko kamili. Unajua wasomi kama watu tukiwapata tungekuwa tumemaliza, watu wamesilimu. Unaona? Yeye anasema Mungu hana mama, dada alisema Mungu hana mama. Anasema yake labda ni ile ilikuwa tampered. Tupe vitu. Anasema ya dada imechakachuliwa. Anasema ya dada imechakachuliwa. Alafu pia hapa kwa sanamu. Kwa sanamu. Ni vizuri kuweka sanamu nyumba ya ibada. Unaonaje wewe kulingana na kuweka sanamu nyumba ya ibada, sanamu ya binadamu ya nini? Sina ukweli. Ujue. Kwa hiyo sina ukweli. Lakini Biblia imesema usijifanyie sanamu ya kucho. Inategemea ni sanamu aina gani. So kuna nyingine unaweza chonga. Unajua, kwa mfano ukipenda kitu, si ndio? Kwa mfano umependa kitu, si ndio? Na uko na ile tamanio ya kuiona tu maybe, unaona. Lakini kusema ukweli, Mungu amekataa. Hakuna aliyeona Mungu, sawa? Sasa mbona uchore sanamu? Sijasema kama lazima uchore sanamu. Nayo sanamu hiyo nayo imekatazwa. Si unaona? Dada kaka anasema pia sanamu imekatazwa. Wasomi hawa. Lakini atupe sasa. Sikia. Mimi na mfurahi dada. Atuongelelei Katoliki. Swali ni moja.
Swali langu lilikuwa ni moja. Unidhibitishie sawa kwamba dini ya Kiislamu ndio dini bora kuliko dini ya nini? Nimekuonyesha. Before tuendelee huko, imani ni nini? Imani ni kuamini vitu ambavyo vinaonekana na vitu havionekani. It is a set of organization, si ndio? It's not a set of organization. Kwa sababu organization is idea of people. Sasa imani sisi 2 Qur'an. Na nitakuonyesha hata Biblia 2 Qur'an. Imani ni kuamini kwa moyo na kukiri Imani kuamini kwa moyo. Kuamini kwa moyo. Kitu ambacho kinaonekana kisionekana. Mawazo ya kibinadamu. Sio mawazo ya kibinadamu. Imani si mawazo ya kibinadamu. Kwa sababu ukisema ni mawazo ya binadamu, itakuwa tunaamini kuna Mungu. Utasema ni mawazo ya binadamu waliweka kuna Mungu. So imani si mawazo ya binadamu. 2 Qur'an. Kaka anatuambia imani ni mawazo ya binadamu. So binadamu leo akija tuambie kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, umekaa mpaka rete. Hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, na ni uongozi kwa mchao Mwenyezi Mungu, ambao huyaamini yasionekana, maadamu yamesemwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. So sisi Waislamu imani tunaamini vitu ambavyo vinaonekana na visivyoonekana. Tunaamini kuna malaika, hakuna mtu amewahi ona malaika, lakini tunaamini wako. Tunaamini Mungu yuko, hakuna mtu amewahi patana na Mungu hapa round akasema nimepatana na Mungu pale, lakini tunaamini kuna Mungu. So imani ni kuamini kitu kisichoonekana. So tunaamini kuna Mungu, lakini hujaimuona. Wewe unaamini kuna Yesu, hujaimuona Yesu, lakini unaamini. Sijasema kama naamini Yesu. Huamini Yesu. Tunaongelea Mungu, tunaongelea Yesu. Tunaongelea Mungu. Kwa ajili ya muda, asijamchanganya. Nimekuja tu nimueleze kwa sababu ya muda. Sijui sisi tunakimbia kusali. Sijui utapatikana Sunday ama wakati wote. Tunaenda kusali. Ikifika 6:30 tunaenda kusali. Wakati wote ikifika 6:30 tunaenda kusali kwa sababu sala ni wajibu. Nimekujibu nikakwambia. Ni jibu la mwisho. Mnaamini kwamba mashetani wanaweza saidia? Hatuamini kuwa mashetani wanaweza saidia, kwa sababu mashetani ambao watu wengi wanaweka ni majini, wanategemea msaada kwa Mungu pia. Kila kitu kinasaidiwa na Mungu. Hakuna kitu kinaweza saidia mwenzake isipokuwa msaada unatoka kwa Mungu. Hata daktari hawezi kukusaidia, msaada unatoka kwa Mungu. Yeye anakupa dawa na anakuambia mimi sio mwenye kuponyesha, anayekuponyesha ni Mungu. Anatibu, Mungu anaponyesha. So msaada wote unatoka kwa Mungu. Tunaenda kusali. Ukipata nafasi kesho au kesho kutwa ukuje. Kuanzia saa 11. Kuanzia 11. Sote tukaswali alafu rudi sote hapa. Tunaenda kusali. Sasa tukienda kusali tunaenda kupumzika. Alafu dada sijui anaishi wapi. Anasema anataka kutembea msikitini. Msikiti ni free. Ukienda hapa Soweto hapo kwa msikiti. Wamama iko, msikiti ya wamama iko. Tena ruksa. Tena uwezi ulizwa na yeyote. Hakuna picha ya Muhammad na utakuja na wewe utakuwa Muislamu mzuri sana kwa sababu utapendeza. Buibui nakupa. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.